Karibu sana mtazamaji katika simulizi ya mwanachuoni maarufu na mashuhuri kuwahi kutokea ulimwenguni, si mwingine bali ni Imam Abu Hanifa rahimatullahi alayhi. Simulizi wako ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Jina lake halisi ni Nu'man ibn Thabit ibn Nu'man al-Marzaba, mzaliwa wa Iraq katika mji wa kihistoria uitwao Kufa. Alizaliwa katika karne ile ile aliyoishi Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika mwaka wa 80 Hijiria. Aliishi katika zama ambazo maswahaba walipita, lakini athari zao bado zilikuwa hai. Ilmu ilikuwa imechanua na wanazuoni walikuwa waking'aa mithili ya nyota angani. Imam Abu Hanifa rahimatullahi alayhi ni mmoja wa wanazuoni maarufu kabisa katika umma wa Kiislamu. Ni yeye ndiye anayenasibishwa na madhhab ya Hanafi. Ni miongoni mwa wanachuoni wachache katika zama zake ambaye hakutoka katika familia za Kiarabu. Yeye ni Mfursi. Babu yake aitwaye Nu'man ana asili ya Afghanistan. Imam Abu Hanifa amezaliwa na wazazi wema sana na wacha Mungu. Ni miongoni mwa wale maimamu wanne mashuhuri katika Uislamu, akiwemo yeye, Imam Malik, Imam Shafi na Imam Ahmad bin Hanbal. Kiumri Imam Abu Hanifa ni mkubwa kuliko wote hao, na katika maimamu hao wane ni Imam Malik pekee aliyedirikiwa kumuona Imam Abu Hanifa. Kwa upande wa Imam Shafi na Hanbal, wao walizaliwa katika zama ambazo Abu Hanifa alikuwa tayari ametawafu dunia. Imam Abu Hanifa yeye ni katika tabi'in, tofauti kabisa na maimamu wenzake watatu ambao ni tabi'in. Imam Abu Hanifa ndiye imam pekee katika maimamu wane aliishi kipindi cha maswahaba, akijaliwa kuwaona baadhi ya maswahaba katika miaka yao ya mwishoni, akiwemo Anas bin Malik, swahaba ambaye alileleka kwa muda mrefu katika nyumba ya Mtume. Pia Imam Abu Hanifa alimuona Khalifa bin Abu Talib, Sahal bin Sa'd. Kama haitoshi, swahaba wa Mtume Abdullah bin Mas'ud, swahaba maarufu wa Mtume ambaye aliishi sana katika mji wa Kufa na kusambaza ilmu, aliwafundisha baadhi ya walimu wa Abu Hanifa, ijapo Abu Hanifa swahaba huyo hakumuona, ila ilmu yake ina mtiririko wa wazi kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud hadi kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Moja katika sifa za Imam Abu Hanifa, alijulikana sana kwa maarifa yake mengi na nguvu ya hoja zake. Shule yake ya ilmu ya sheria ilienea katika sehemu nyingi za ulimwengu wa Kiislamu kama vile Iraq, Levant, Uturuki, Pakistan, Afghanistan na nchi zingine za Kiislamu. Elimu yake ilikuwa shule ya sheria iliyofuatwa katika milki ya Ottoman. Imam Abu Hanifa anatajwa alikuwa mbobezi mkubwa katika ilmu ya fiqh ambayo aliipata akiwa tayari mkubwa aliyepevuka. Kabla ya kuwa mwanachuoni, Abu Hanifa alikuwa akifanya biashara ya nguo, akitafuta riziki yake ya halali kwa jasho. Pamoja na kuwa sokoni, moyo wake Abu Hanifa ulikuwa msikitini. Pamoja na kushika mizani ya biashara, nafsi yake ilikuwa imefungwa na mizani ya uchamungu. Siku moja Abu Hanifa alimkabidhi mwanafunzi wake nguo aende akauze sokoni, lakini akamtahadharisha kwa msisitizo kuwa katika hizi nguo kuna mmoja ina kasoro ndogo, hivyo ukimuuzia mtu usisahau kumwambia mtu kasoro hiyo. Yule kijana akaondoka, soko likachangamka, watu wakaja, watu wakaondoka, biashara ikafungwa. Baada ya muda yule kijana akarudi na pesa za mauzo. Imam Abu Hanifa alipomuona akamuuliza kwa sauti tulivu lakini yenye uzito, "Je, ile nguo yenye kasoro uliuza vipi?" Kijana akainamisha kichwa kisha akasema, "Ewe mwalimu wangu, niliuza lakini nilisahau kumwambia mnunuzi kasoro yake." Hapo Abu Hanifa uso wake ulibadilika, hakutulia tena kuwa na uhakika na ile pesa. Akamuuliza, "Je, unamfahamu huyo mnunuzi?" Jibu likawa hapana. Hapo ndipo Abu Hanifa akasema maneno ambayo mpaka hii leo yanatufundisha maana ya uchamungu wa kweli. Imam Abu Hanifa akasema, "Pesa yenye shaka ni kheri isiingie tumboni mwangu." Akachukua pesa zote za mauzo yake siku hiyo akazitoa sadaka. Hakusema kosa si langu, hakusema kijana wangu amekosea, yeye sio mimi, hakusema. Ni wazi imamu alijua uchamungu hauna visingizio. Swali ni kwako, je, katika kazi zetu au biashara zetu tungaliweza kufanya kama Imam Abu Hanifa? Ilikuwaje Imam akatoka katika biashara ya nguo masokoni hadi kuwa mwanachuoni mkubwa? Huwezi kuyataja mafanikio ya kiilmu ya Imam Abu Hanifa bila kuacha kumtaja mwamba wa kuitwa Amir ibn Shurahibil ash-Shahabi. Huyu ndiye mwanachuoni aliona kipaji kilichofichika kwa Imam Abu Hanifa, ambapo mwanachuoni huyo aliona kitu kwa Abu Hanifa baada ya kumuuliza, "Kwa nini hukusoma dini
na kumtaka aende akasome dini. Ni kama vile Ash-Shahabi aliona sharafu kubwa ya kiilmu katika wajihi wa Abu Hanifa, na huo ndio ukawa mwanzo wa mbegu njema ya kiilmu kupandwa katika maisha ya Abu Hanifa. Alipata ilmu katika miji ya Kufa, Basra, kisha Makka na Madina. Miongoni mwa walimu wake alikuwa ni Abdullah bin Umar, mtoto wa Khalifa Umar bin Khattab. Abu Hanifa, Mungu amwiye radhi, alikuwa rafiki wa karibu wa shekhe wake Hamad bin Abi Suleiman, mmoja wa wanafiqhi wakubwa wa Kufa. Alisoma chini yake kwa muda wa miaka 18, lakini pia akamtaja mtoto wake mkubwa Hamad kwa jina la mwalimu wake. Mara kwa mara Imam Abu Hanifa alisafiri kwenda kuzuru nyumba takatifu ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hija. Inatajwa kuwa katika uhai wake Abu Hanifa alihiji mara 55. Imamu huyu alijaliwa kuoa na akafanikiwa kupata mtoto mmoja aitwaye Hamad, ijapo zipo riwaya nyingine zinasema alikuwa na watoto wawili, wa kike na wa kiume, na wa kike ndiye Hanifa. Pamoja na kujikusanyia ilmu nyingi na umaarufu kutokana na ilmu na uchamungu wake, Imamu Abu Hanifa alibakia kuwa mnyenyekevu na mwenye msimamo usioterereka. Katika mwaka wa 146 Hijria, Khalifa Mansur alimteua Abu Hanifa awe kadhi, lakini Abu Hanifa alikataa, akitoa hoja kuwa nafasi hiyo ni nzito kuliko uwezo wake. Jibu hilo lilimkasirisha sana Mansur, hali iliyopelekea kumwambia Abu Hanifa, wewe ni muongo. Imamu Abu Hanifa akamjibu mtawala yule, kama mimi ni muongo, basi kauli yangu kuwa sifai ni sahihi, kwani muongo hawezi kuchaguliwa kuwa kadhi. Khalifa Mansur alikasirika zaidi na jibu hili la mara ya pili, kisha akamtupa gerezani Imamu Abu Hanifa. Hata hivyo, kutokana na vilio vya watu wengi kukosa matunda ya kiilmu kwake, ilibidi Khalifa Mansur aruhusu Imamu Abu Hanifa aendelee kudarisisha huko gerezani. Watu walimiminika maelfu kwa mamia kukimbilia kupata faida ya Imamu Abu Hanifa. Ndipo Khalifa Mansur alivyoona watu wanazidi kufurika jela kuhudhuria darsa, alimpa sumu Abu Hanifa, akafa katika mwezi wa Rajab 150 Hijria. Abu Hanifa al-Nu'man, ambapo kila mtu wa karibu na wa mbali alishuhudia uongozi wake katika fiqhi, na baada yake watu wakawa wanamtegemea, alikufa gerezani akiwa amesujudu, akiwa na umri wa miaka 70, na akazikwa kwenye makaburi ya Khayzurang, tawi la Hamado huko Iraq. Jeneza lake liliswaliwa mara 6, na kila mara watu zaidi ya 50,000 walisimama kumswalia, na hata baada ya kuzikwa watu toka sehemu mbalimbali duniani walifurika kuja kuswali swala janaiz. Huyo ndiye Imam Abu Hanifa, mwanachuoni tajwa na tajika kuwahi kutokea ulimwenguni, aliyetunukiwa uwezo mkubwa wa fikra na akili kubwa ya kuchakata mambo kwa kasi ya hali ya juu. Mmoja katika upekee wake, alikuwa na fatwa tata sana ambazo nyingi zilipishana na wanachuoni wenzi wake, ingawa bado kwao ilikuwa ni rehma, haikuwa gomvi wala chuki. Asante kwa kuwa nami. Ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi.